Kwanza kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mkuu wetu mkoa wa Mbeya, mwenyekiti wa TNCC mkoa wa Mbeya, viongozi wa serikali na taasisi za umma, wawakilishi wa sekta binafsi, waadhiri na wataalamu kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, wafanyabiashara, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, vijana wetu wa chuo, wadhamini na wengine wote, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi na utu. Sawa. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ni mwingi wa heri na fanaka, ambaye ametujalia afya njema siku ya leo tuweze kuwepo katika kongamano hili la fursa za biashara za kusini mashariki mwa DRC leo jijini Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kongamano hili ambalo kauli mbiu yake ni kuchochea ukuaji wa uchumi kikanda kupitia soko la kusini mashariki mwa DRC lina umuhimu mkubwa sana kwa wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya na maeneo ya nyanda za juu kusini, kwa sababu majimbo ya kusini mwa DRC yanaendelea kuwa soko kubwa lenye mahitaji makubwa ya bidhaa na huduma mbalimbali. Kwa ukuaji wa shughuli hizi za uchimbaji wa madini katika maeneo hayo umeongeza idadi kubwa na nguvu ya ununuzi, jambo ambalo limeongeza mahitaji ya vyakula, vifaa na ujenzi, dawa, huduma za afya pamoja na bidhaa zinazoweza kuzalishwa na kupatikana kwa urahisi hapa Tanzania. Kwa nitoe fursa kwa wafanyabiashara wa mkoa huu wa Mbeya kuhakikisha kwamba mnachangamkia sana masoko haya ili muweze kupata biashara, lakini pia muweze kupata networking ya kuweza kupata masoko katika majimbo haya. Ni muhimu sasa kwa wafanyabiashara kuhakikisha kwamba mnatambua hizi fursa sio za mtu mmoja mmoja, lakini za wafanyabiashara wote kwa maana ya mkoa wa Mbeya na hata mikoa yenu ambayo iko karibu ya Mbeya kuweza kuchangamkia soko hili la DRC. Sisi kama Chemba Taifa ya Biashara Tanzania TNCC tutaendelea kushirikiana na serikali yetu kuhakikisha kwamba kwanza tunawapa taarifa za kimasoko wafanyabiashara na ambao sio wafanyabiashara ili waweze kupata hizi opportunities za kuweza kuchangamkia masoko haya. Lakini pia tutahakikisha kwamba tunaishauri serikali katika kuwekeza mazingira wezeshi ya biashara. Kuna vibali leo tumepata hapa wakilisho, kuna vibali na taratibu zinatakiwa zifuatwe kupitia kwa wenzetu wa TRA. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba vibali hivi vinafuata, lakini viwe vinaweza kulipika, yasiwepo madai ama kodi ambazo kimsingi zinakuwa hazilipiki ama zinaweza zikaleta changamoto kwa wafanyabiashara, na wengi wao mwisho wa siku wanaweza wakafunga biashara kutokana na changamoto ya kodi ambazo zinakuwa hazilipiki. Mimi kama mkurugenzi mtendaji wa Chemba ya wafanyabiashara nimebahatika pia kuwa mjumbe wa bodi ya TanTrade, na katika maeneo haya naomba niwaeleze mambo mawili. La kwanza, itakapofika mwaka 2030 kuna mazungumzo yanayoendelea huko duniani kwamba ukitaka kufanya biashara katika hizi nchi zetu zote za Afrika, mathalan unazalisha bidhaa yako yoyote unataka kuipeleka labda Kenya, Burkina Faso, Nigeria, utaipeleka kwa zero tariff, yani utaipeleka na utaiuza bila kulipa kodi. Kuna mazungumzo yanayoendelea katika soko huru la Afrika linaitwa Africa Continental Free Trade Area. Soko hili lina ukubwa wa takriban watu bilioni 1 na milioni 400. Kwa ni soko kubwa sana. Kwa kama unazalisha kifungo kama kilichopo kwenye koti langu hili, ukienda kuuza katika nchi yote hii yenye watu bilioni 1 na milioni 400, utauza kwa zero tariff. Sisi kama wafanyabiashara mkiwemo watu wa hapa Mbeya, tuhakikishe sasa tunajipanga kuhakikisha tunazalisha bidhaa ambazo zitaweza kushindana katika soko hili la Afrika. Wenzetu Ethiopia tumewahi kwenda kule, ni wazuri sana kwenye upande wa leather, yani ngozi. Kwa kama watakuwa wanazalisha mabegi yao, mikanda yao, viatu vyao, wakivileta hapa Tanzania wataviuza kwa zero tariff. Je, bidhaa zetu ambazo tutakuwa tunazalisha hapa Tanzania zinaweza zikakompiti au zikashindana na wenzetu huko? Kwa hiyo nitoe wito kwa wenzetu wa Mbeya, wafanya biashara especially wanaofanya kwenye viwanda,
kuhakikisha tunazalisha bidhaa ambazo zitakwenda kushindana katika soko hili huru la Afrika. Jambo la pili, sasa hivi tumepewa dira ya 2050 inaitwa Vision 2050, na katika pila ya 5 inasema kucapacitate human development na human capital. Nini maana yake? Ni lazima serikali ihakikishe inawawezesha wafanyabiashara wadogo wa saizi ya kati na wajasiriamali, especially vijana na kina mama, kuweza kuingia katika biashara na kuwawekea mazingira mazuri ili waweze kuendelea, maana yake kuwa na human development na human capital, kuwawekea misingi na infrastructure za kufanya biashara. Nini maana yake? Natoa wito kwa watu wa Mbeya, wale wanaofanya ujasiriamali wa saizi ya kati na wale wa chini, akina mama pamoja na vijana, kuhakikisha ukiwa na wazo lako, pita chemba ya wafanyabiashara ili uweze kusaidiwa upate mitaji ama uweze kufanya biashara, na kama ukiweza kufanya vizuri unaweza kupata soko kubwa na kufaidika. Na kama mnavyokumbuka, dira ya 2050 inasema tunatakiwa tufike 2050, yani miaka 25 kutoka sasa hivi. Tutakapofika 2050, uchumi wa nchi yetu unatakiwa uwe dola trilioni 1. Dola trilioni 1 ni uchumi ambao unatakiwa tuufikie itakapofika mwaka 2050, na 70% ya hiyo dola trilioni 1 inatakiwa itoke kwa sekta binafsi. Sekta binafsi ndio wenyewe wafanya biashara. Sekta binafsi ni wale watu ambao wanafanya consultations na kila kitu. Sekta binafsi ni wale wanaofanya ujenzi. Sekta binafsi ni yule anaofanya mama ntilie. Sekta binafsi ni vijana ambao mnafanya biashara ya startup project. Kwa hiyo tunatakiwa tuchangie 70% ya trilioni 1 ya uchumi itakapofika 2050. Tuiweke vizuri hii trilioni 1 manake ni uchumi wa nchi ya South Africa kwa sasa tunavyoongea ni dola bilioni 400. Dola bilioni 400, ile Afrika ya Kusini tunayoiona sasa hivi. Kwa hiyo trilioni 1 dola ambayo tunatakiwa tuipate sisi wa Tanzania 2050, manake ile South Africa tuizalishe, yani tuipite mara 3. Yani tuipite miundombinu, afya, barabara mara 3, yani ile bilioni 400, 800, bilioni 1 na milioni 200. Kwa tujipange sisi kama Watanzania, it's not a joke, ni kazi kubwa, lakini naamini kwa maono alionayo Mheshimiwa wetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaamini tunaweza tukaifikia hii trilioni 1 dola uchumi. Lakini lazima tufanye kazi, serikali iweke mazingira mazuri ya kufanya biashara, biashara nyingi zifunguliwe, tukubali kuleta investors wengi, ni wawekezaji wa nje wafike hapa, na sisi tupate masoko ya kuuza bidhaa zetu nje ili tuweze kuinua uchumi. Kwanza wa mtu mmoja, lakini ya watu wengi, na kuinua uchumi manake watu watafanya biashara, watafanikiwa katika maisha yao, lakini wataweza kulipa kodi. Na katika kulipa kodi manake tutawatoa watu wengi sana ambao sasa hivi wafanya biashara wako kwenye informal sector na wanatakiwa wawe kwenye formal sector. Nini maana informal sector? Ukienda Kariakoo pale Dar es Salaam utakuta kuna meza nyingi watu wamezipanga, wanauza vitu rejareja. Wale wanaitwa informal sector, hawana TIN number, hawana. Lakini wanavouza ile transaction ya pale, wale wenye meza nyingi zinaweza kuwa 100, 200 ziko Kariakoo, mzigo unaouzwa kwa siku moja pale Kariakoo si chini ya bilioni 20. Nini maana yake? Kuna watu wengi sana wanafanya biashara lakini hawajatambuliwa, ni informal sector. Kazi ya chemba fanya biashara kushirikiana na serikali ni kuhakikisha tunawaformalize hawa wafanya biashara watambulike, na ukitambulika maana yake utapata mtaji, utapata masoko na vitu kama hivyo. Nimalizie kwa kusema kwamba sisi chemba fanya biashara tumekuwa tukiingia MOUs mbalimbali na chemba mbalimbali za nje ya nchi, lakini na makampuni binafsi na taasisi za serikali. Mwaka jana tuliingia MOU na wenzetu wa TRA katika kushirikiana kupeleka elimu ya mlipa kodi. Tumeingia MOU na wenzetu wa CBE katika kupeleka elimu ya wafanyabiashara kwa vijana, na nimeambiwa kuna wanafunzi hapa, na tunaamini ya kwamba tutaendelea kuingia MOUs nyingi za mashirikiano kuhakikisha kwamba tunafungua mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara. Mwezi unaokuja tarehe 30 ya Juni tuna tukio letu sisi kama Chemba ya Taifa Biashara
ambapo mgeni rasmi atakuwa waziri wetu mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Katika event hiyo tunataka tuwakusanishe wafanyabiashara wa ndani pamoja na nje ya nchi waweze kukutana, waweze kubadilishana fursa, kupata networking na kuchangamkia masoko. Niwakaribishe wana Mbeya, mhakikishe mnatumia fursa hii. Njooni Dar es Salaam tarehe 30 muweze kupata hizi fursa za kushirikiana na wenzetu kutoka nje katika nchi za Oman, Saudi Arabia, Poland, Italy, Netherlands, Scotland na nchi nyinginezo. Kwa hiyo ninawakaribisha sana. Na la mwisho, kwa ruhusa yako Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna issue inahusiana na NTBs, inaitwa non tariff barriers. Ni waombe wafanyabiashara wa hapa Mbeya na mikoa jirani, utakapopata kikwazo chochote cha kibiashara, labda umetapeliwa, labda umepata tatizo la TRA au jambo lolote linahusiana na biashara unayoifanya, sisi kama Chemba ya Taifa ya Biashara sasa hivi tuna mfumo unaitwa TCP ambao unaweza ukaleta hilo tatizo lako kwa njia ya message au kaingia kwenye simu yako ukatutumia, na sisi tukaweza kutatulia hilo tatizo lako kwa kupeleka kwenye mamlaka zinazohusika. Baada ya kusema hapo, nashukuru sana kwa nafasi hii. Niwapongeze kwa kongamano la fursa za biashara katika majimbo ya kusini mwa DRC. Niwapongeze wadhamini na wafanyabiashara wote mliofika, na kwa kusema hapo nasema asante kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awe nanyi. Asanteni sana.